Mapendekezo hayo yametolewa na mkurugenzi mtendaji wa Haki Elimu Tanzania alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari hii leo jijini Dar es Salaam. Amesema moja ya changamoto kubwa inayosumbua kwa sasa ni watoto wenye mahitaji maalum wanaokabiliwa na changamoto kubwa ya vifaa saidizi vinavyoweza kuwasaidia, ambapo kwa sasa kiti mwendo kimoja kinagharimu kiasi cha shilingi laki 6 hadi milioni 1.2 huku pato la kila mwezi kwa kaya kwa Mtanzania ni laki 3.5 kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Sasa sisi tuna mapendekezo matatu kwenye eneo hilo. Pendekezo la kwanza, tunafikiri serikali ipunguze au kuondoa kodi na tozo za uingizaji wa vifaa saidizi. Lakini la pili, itoe ruzuku na motisha kwa wazalishaji wa ndani. Unajua hivi vingi vinaagizwa kutoka nje. Lakini kama serikali itakuja na mpango maalum na ruzuku ya kuwasaidia wanaozalisha vifaa hivi ndani, vifaa hivi vitapatikana kwa wingi ndani na kupunguza tatizo la upatikanaji wa vifaa hivi. Lakini pia tunashauri kujenga na kuimarisha vituo vya utambuzi na upimaji vya kutosha ili kwa. Aidha, ameongeza kuwa kwa utafiti uliofanywa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, 5% ya viti vinavyotumiwa Tanzania vinazalishwa ndani ya nchi ikilinganishwa na nchi za India pamoja na Uchina. Kodi vinapoingizwa kutoka nje, kwa sababu vingi havizalishwi Tanzania, vinapoingizwa kutoka nje vinatozwa kodi ya karibu 25%. Sasa upande wake Mwemezi Makumba, meneja idara ya utafiti, ubunifu na uchambuzi wa sera kutoka Haki Elimu, amesema kwa mujibu wa ripoti ya CIG umebainisha kuwa kwa mujibu wa tafiti walizofanya, Haki Elimu umeonyesha ushauri wanaotoa kila mwaka unafanyiwa kazi. Sasa CIG anakuja anasema hamkupeleka. Kwa huu ni ushahidi kwamba yale matamko, zile survey, ule utafiti ambao tunaofanya Haki Elimu na tunaonyesha kuna upungufu, zimeungwa mkono na CIG mwenyewe. Kwa hiyo tumeileta hii takwimu kwa ajili ya ushahidi wa hizo takwimu ambazo tunasema na upungufu mkubwa. Na nyinyi ni mashahidi. Mwezi Machi mpaka mwezi wa pili mpaka mwezi Machi mwaka huu kulikuwa na shida. Shule